Hamjambo na karibuni tena watazamaji. Kuna breaking news ambazo tunazipata jioni ya leo kuhusiana na kuondolewa kwa walinzi wa mmoja ya wabunge wa UDA kutoka kule Mlima Kenya. Tunapozungumza sasa hivi, Wanjiku mmoja ya wabunge wa UDA anaishi na wasiwasi baada ya walinzi wake kuondolewa. Kwani ni lipi ambalo lilitendeka mpaka serikali ya William Samoei Ruto ikaamua kumchukulia hatua ya kumuondolea wale walinzi wake? Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani za wangu, ningependa kuomba kama wewe ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, mmoja ya wabunge wa UDA, Wanjiku Muya, mbunge wa Kipipiri kutoka kule Mlima Kenya, sasa hivi yupo taabani baada ya matamshi ambayo aliyazungumza kule Nyandarua County kwenye eneo bunge la Olkalau. Baada ya yale matamshi ambayo aliyazungumza kule Olkalau kwenye campaign za candidate kutoka kwenye upande wa DCP, huyu mbunge wa UDA, watazamaji wangu, sasa hivi hasupport serikali ya Kenya Kwanza, na sasa hivi yuko kwenye upande wa DCP, amehamia kwenye upande wa the United Opposition. Sasa watazamaji wangu, kuna matamshi ambayo aliyazungumza akiwaonya watu ambao sio kutoka pale Olkalau wasije wakajihusisha na uchaguzi mdogo ambao unakuja tarehe 16 mwezi wa 7. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa watazamaji wangu, ningependa niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa huyu mbunge wa UDA Wanjiku Muya akizungumzia kuhusiana na huo uchaguzi mdogo kule Olkalau, na vile ambavyo alionekana kutoa maneno ya kuwatishia wananchi pale. Alitoa maneno ya incitement, na hapo kwa hapo ndio ule ulinzi wake uliweza kuondolewa. Kabla sijawekea hii video kutoka kwa Wanjiku Muya, na wakumbusha tena subscribe hapa BM Daily Politics, ndipo mkwe kwanza kuzipata habari punde tu ninapozita. Temaradia guoya yoke dora le niona hana kogora guoya, niona hana kogora guoya. Maneno yote Wanjiku anaongea sio incitement, ni mambo ya kusikiza, ni mambo ya kusikiza. Na watu wa Olkalau wameniambia hakuna mtu atakayetoka Nakuru, Kiambu, Murang'a kupiga kura. Wapi? Watu wa Olkalau watapigia mbunge wao nini? Olkalau tunajuana jina kwa jina, familia kwa familia, ancestral lineage tunajua mpaka babu ya babu. Hata kama unaishi Amerika tunajua. Kwa hivyo our strategy as DCP will not change, and I will repeat, tutakaa kwa laini watu kumi, na hawa watu 10 tutajua ni nani mgeni ambaye si registered voter wa hapa Mogumo, wa Tumaini, wa Gorika, wa AC Primary. Only Olkalau people will vote in Olkalau. Pisha. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ndio ujumbe ambao ulimweka huyu mbunge tabani. Ni ujumbe ambao unaonekana ulichangia incitement, ni ujumbe ambao unaonekana ulileta mgawanyiko na chuki kwenye huo uchaguzi mdogo ambao unakuja kule kwenye eneo bunge la Olkalau, kwa sababu kulingana na yeye anasema kwamba wewe kama sio wa pale Olkalau, wewe kama haujazaliwa pale Olkalau, usijaribu kushiriki kwenye huo uchaguzi mdogo. Hata kama wewe ni wa Mlima Kenya, hata kama wewe ni wa kutoka pale Kiambu, wewe kama ni wa kutoka kule Kirinyaga na sio wa mzaliwa wa pale kwa Olkalau, usijaribu kushiriki kwenye huo uchaguzi mdogo. Hayo ndio matamshi ambayo aliyazungumza yakamweka tabani. Kulingana na habari ambazo amezichapisha kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile Facebook, anasema kwamba sasa hivi maisha yake yamo tabani, na endapo jambo lolote litamtokea, wananchi wa Kenya wajue ya kwamba serikali ya Kenya ndio itakuwa responsible kwa lolote ambalo linamtokea. Anasema kwamba kuna magari ambayo yanamfuata, hajui ni magari ya nani, haijulikani ni ya nani, na kwa hivyo yanaendelea kumtia yeye wasiwasi baada ya walinzi wake kuondolewa. Ningependa tu kukusomea mtazamaji wangu vile ambavyo aliweza kuzichapisha hizi habari kuanzia hapo jana na masaa machache ambayo yameweza kupita kuhusiana na magari ambayo yanamfuata, magari ambayo yasiyojulikana ni ya kina nani.
After this meeting, my security has been withdrawn. My Olkalau people and my Kipipirian, you are now my security. Huu ni ujumbe ambao aliuchapisha hapo jana baada ya kutoa hotuba ambayo ilionekana kuchochea ghasia na fujo ama kutaka kuleta incitement kwa wananchi wakati wanaendelea kujiandaa kuingia kwenye uchaguzi mdogo kule kwenye eneo bunge la Olkalau. Sasa siku leo watazamaji wangu, masaa machache ambayo yameweza kupita, amechapisha habari zingine kuhusiana na magari ambayo yanamfuata na pia anawaomba Directorate of Criminal Investigation ama DCI waweze kumsummon na atajipeleka huko kwenye ofisi zao baada ya haya mambo ambayo yanamfanyikia sasa hivi. Na pia anasema ya kwamba ameenda mpaka police station, amefika Kiganjo ambapo sasa hivi anaendelea na shughuli zake za kupatana na locals ama kuendelea kumpigia debe Douglas Kamau Waweru kutoka kwenye upande wa DCP. Ameandika na kusema, following withdrawal of my security yesterday, I have noticed unknown vehicles following me and these two staying at my mother's compound until late at night. This is a security concern to myself, my family, my constituents, and Nyandarua County at large. I wish to inform the general public that should anything happen to me, the government of Kenya is fully responsible. The intimidation and my security withdrawal is because of my strong participation in Olkalau constituency upcoming by-election. Directorate of Criminal Investigations, DCI, team, if you wish to summon me, please do it, and I will avail myself to the nearest police station. Meanwhile, I am at Kiganjo village holding a meeting with locals seeking votes for Sami Douglas Kamau Waweru. Only Olkalau registered voters will vote for their MP of choice. So unaona mtazamaji wangu amerudia tena ujumbe ambao alikuwa ameuzungumza kwenye mikutano zake za campaign kule Olkalau. Akasema ya kwamba ni wale ambao wako registered pale Olkalau ndio wataweza kushiriki kwenye huo uchaguzi, bali sio watu wengine ambao walikuwa registered mahali pengine alafu sasa wanataka kuja kushiriki kwenye huo uchaguzi mdogo ama by election pale Nyandarua kwenye eneo bunge la Olkalau. Wewe mtazamaji wangu, sijui kuna maoni gani kuhusiana na vile ambavyo walinzi wa huyu mbunge wa Kipipiri, mbunge wa UDA Wanjiku Muya, kutokana na matamshi ambayo aliweza kuyazungumza, unaona kweli serikali iko na haki ya kumuondolea wale walinzi wake? Na unaona kuondolewa kwa walinzi wake kweli ni ujumbe gani kwa viongozi ambao wanaendelea kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza, hasa wale ambao bado ni wanachama wa UDA? Kwa sababu huyu ni mbunge wa UDA, lakini sasa hivi amehamia kwenye upande wa the United Opposition, mpaka anakambenia viongozi wa the United Opposition ama viongozi wa DCP. Sasa hivi huyu ni kiongozi ambaye anamsupport Rigathi Gachagua, na kwa hivyo unaona masaibu ambayo ameanza kukumbana nayo. Sio yeye wa kwanza mtazamaji wangu, kuna wengi ambao tumekuwa wakiona wakipitia masaibu kama haya, kuikosoa kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza. Watazamaji wangu, inafanya wengi waweze kupitia masaibu kama haya ya kuondolewa walinzi wao. Ni miezi michache ambayo imepita watazamaji wangu, pia gavana wa Siaya County Mheshimiwa James Orengo alikuwa amesema kwamba walinzi wake walikuwa wameondolewa. Kwa hivyo mtazamaji wangu, sijui kuna lipi la kusema baada ya kusikia hayo matamshi kutoka kwa Wanjiku Muya, mbunge wa Kipipiri, akisema kwamba ni wale tu ambao registered voters kutoka pale Olkalau ndio wataweza kushiriki kwenye huo uchaguzi, bali sio wengine ambao hawajaweza kuwa registered kwenye hilo eneo. Je, unaona matamshi yake kweli ndio yalimsababishia yeye kuweza kujipata taabani, ama matamshi yake hayana makosa yote, kama vile ambavyo yeye anajitetea na kusema ya kwamba matamshi yake hayakuwa ya incitement na hayakuleta hali ya hofu ama wasiwasi kwa wapigaji kura kwenye lile eneo la Olkalau? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, huku tukiendelea kusubiri kama walinzi wake watarudishwa ama atajifikisha ama aweze kuambiwa ajipeleke kwenye ofisi za DCI aweze kurecord statement kuhusiana na hayo matamshi ambayo aliyazungumza kuhusiana na uchaguzi mdogo unaokuja mwezi ujao kule Olkalau. Kabla sijara mtazamaji wangu, ningependa kuwakumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe
na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msenda mbali watazamaji, kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa najibu punde ili niendelee kuwaelimisha.